Allahumma barik lana fi rizqin wa afiyah ya khaliqu ya razzaq anta khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Omar Kifidisa. Nipo hapa kwa ajili ya kwanza kuwashukuru Waislamu wote ambao kwamba mlikuwa pamoja na sisi katika kutoa michango yenu kwa ajili ya ujenzi huu wa msikiti. Nawashukuru wote na pia nawaombea Mwenyezi Mungu wale ambao kwamba wana nia ya kuchangia na Mwenyezi Mungu bado hajawapa, Mwenyezi Mungu awafungulie milango ya riziki insha Allah ili waweze kuchangia. Kwa hiyo leo nipo hapa kwa ajili ya kuwaonyesha Waislamu ambao kwamba mlikuwa mkitoa michango yenu hatua ambao kwamba tumefikia hatua hii. Tunahitaji vitu vya finishing vyote. Kama mnavyoona kuna plaster inahitajika ipigwe plaster, kuna floor hapa chini inahitajika itengenezwe, na pia kuna mafeni, kuna finishing. Kwa hiyo Waislamu wote ambao kwamba wenye nia ya kutusaidia, kama makampuni, taasisi, mnataka kutusaidia vitu vya kutusaidia inshallah, karibuni mtusaidie kwa ajili ya ujenzi huu. Kwa hakika msikiti kama huu hauna mfadhili yote na hatuna mfadhili. Toka tumeanza mpaka hapa tulipofikia ni kwa michango midogo midogo ya Waislamu. Mwenye 1000 alikuwa akitoa, mwenye 2000, mwenye 3000, mpaka leo hii tumefikia hatua hii, hatuna mfadhili maalum. Kwa hiyo nafasi bado ipo kwa yoyote ambaye kwamba anacho cha kusaidia katika vifaa, tunamkaribisha aje kutusaidia, kwa sababu msikiti huu hauna mfadhili maalum. Huu msikiti upo maeneo ya Chanika mwisho, wanaita mtaa wa Lukooni. Ili mtu afike, ukishafika Chanika mwisho pale, labda unaweza ukanipigia simu nikakupa maelekezo ya kufika hapa, au namba yangu 0659666376. Eneo la kutawadhia kwa wanawake itakuwa ni hapa. Kuna vyoo bado jenzi haujaanza katika vyoo vyao, na eneo lao la kutawadhia bado ujenzi haujaanza kabisa. Vyoo vyao vitakopo hapa, na hapa kutakopo na ukuta. Katika ukuta ndio itakuwa sehemu ya kuchukua udhu inshallah. Basi njoo niwaonyeshe sehemu ambayo kwamba imekusudiwa kwa ajili ya kutawadhia kwa wanaume. Ni vyoo na sehemu ya kutawadhia kwa wanaume ni hapa. Utakuwa na ukuta ambao ukuta utaangalia huko. Kwa hiyo hapa yatawekwa mabomba hapa na vyoo vitakaa kule chini. Kwa hiyo sehemu yao kutawadhia tumekusudia kuwa hapa. Kwa sasa tunaanza kujenga msikiti, hatujaanza ujenzi wa vyoo wala hizo sehemu nyingine ambazo za kutawadhia. Kwanza tupo katika harakati hizi za ujenzi wa msikiti, na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu kama Mtume Muhammad SAW alivyotuambia katika hadithi, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil janna, yule ambaye kwamba atamjengea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msikiti, basi Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba ndani ya pepo. Kwa hiyo na wahusia Waislamu katika kujibidisha katika kutoa sadaka zao, kwa sababu hizi ndio sehemu za kukimbilia, na utakachokitoa Muislamu hakipotei, utakikuta, na Mwenyezi Mungu yeye ndio anajua zaidi ya malipo ambayo kwamba atakulipa kwa kutoa. Na pengine Muislamu ambaye kwamba una kiasi chako kidogo, ukawa unahofia, huwezi kujua kuna kitapokelewa vipi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pengine una 1000 yako, ndio una hiyo 1000, ukasema mimi natoa 500 labda anafanya katika masuala ya kula na nini, pengine hiyo 500 yako unayotoa ikawa na thamani kuliko mtu alotoa 1,000,000, kwa sababu mtu ambaye mwingine anatoa 1,000,000 anamiliki mabilioni ya mapesa. Akitoa 1,000,000 kwake si kama kitu, kama hajapungukiwa na kitu. Lakini wewe ambaye kwamba una shilingi 1000 ukatoa 500, pengine
pesa yako ikawa na thamani kubwa kwa Mwenyezi Mungu na ukapata malipo makubwa. Kwa hiyo usijidharau na usidharau kwamba mimi nina kitu kidogo hiki siwezi kutoa, kitadharaulika. Hapana, kinafanya kazi, kinaweza kuongezea. Tukanunua simenti kama hapa mnavyoona, panahitaji floor kwa sasa, panahitaji floor, unahitaji plaster kupigwe, vyote vitu vinahitaji simenti. Kwa hiyo wewe unaweza kuona kitu chako kidogo lakini kikawa kikubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu akakipokea kwa uzito. Kwa hivyo mimi nawahusia Waislamu tujibidishe katika kufanya mambo ya kheri kama haya, tusirudi nyuma, kwa sababu ukirudi nyuma kuna mtu atafanya, kuna mwingine atafanya. Kwa hakika msikiti toka umeanza mpaka sasa hivi ni kwa michango hiyo hiyo mnayoona midogo midogo, ndio mpaka hapo ulipofika. Kwa hiyo nawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kujibidisha katika kheri kama hizi, tusijiweke nyuma Waislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.